Ni kitu gani ambacho sasa wewe hutakisahau katika maisha yako ya chuo? Labda hiko nilisahau kukuuliza. Kitu ambacho unahisi kabisa kwamba yani hiki kitu mimi hata nikae miaka siwezi kusahau. Chuoni. Chuoni mimi nilikulaga ada. Oh, ulikula ada. Ilikuwaje? Mpaka leo mzee kwanza ajui kwamba nilikula ada. Na kitu mpaka leo siwezi nikakisahau. Maisha ilikuwaje baada ya kula ada? Hebu waza tusimulie kidogo. Kwani kwanza sababu ya kula afu baada ya kula. Unajua ukishapanga ukishakuwa mwanaume hapo ndani unahitaji vitu fulani ununue nini na nini. Kwa hiyo mimi au ulishakuwa na manzi tena hapo? Hapana. Sija hata na yani ndio first year sasa hapo kwa sababu nimepanga chumba yani nilikuwa nalipa kama 100,000 na kitu. Unaona? Kwa mwezi. Kwa hiyo natakiwa ulipe miezi 6. Unaona? Piga sasa hesabu. Lakini nilikuwa nalipa 150,000 chumba. Unaona? Miezi 6 sasa hapo nakuja shingazi. Kwa nilitumiwa mimi mara ya kwanza mzee akanitumia kama 1,000,000 ya kulipa ada. Nikala 600,000. Kabaki na 400,000. Kabaki na 400,000. Kaenda kuhemea nikanunua nini makorokoro ndani nikaweka nini na nini unaona. Ili ndani tu papendeze yani. Baki kitu la 1,000,000 sio mchezo. Unaona unaenda maisha ya vijana. Sababu kishakuwa na geto lako unahitaji geto lipendeze hata ukiwa unamleta mchumba nini kidogo kunakuwa nakuwa wewe kesho anarudi kesho anarudi anakuta ka TV hapo ka sofa hatari sana anakuta ka TV hapo yani akishafika geto atamani hata kuondoka nini hapo. Kwa tayari wewe ulishaingia kwenye kishawishi tayari yani hiyo linetea yani mpaka muda wa mtihani umefika yani bado nadaiwa yani ile kesho natakiwa nikafanye mtihani nadaiwa. Na hapo libakia shilingi ngapi? Nilipigana pambana ikawa imebaki kama 70,000. Unaona hela ndogo sana. Yani kwa hiyo niliamka pale mama mwenye nyumba yangu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ananipenda sana. Nikamwomba alikuwa na change alinipa change hizo nyingi ili nikalipe tu ada nini. Nikamwambia nikirudi tu mama hela yako nakuwekea. Kweli muda huu namwambia sielenda inaipataje? Akarudia sio kuambia kwa sababu mtihani tayari. Akanipa 70,000. Kaenda nikalipia bana. Nikafanya mtihani. Nikamaliza. Wakati narudi bahati nzuri mzee wangu alikuwa amesafiri kidogo alikuwa nje ya nchi. Nikampigia bahati nzuri nikampigia ananiambia nishafanya nisharudi na shida na kiasi fulani kama 100,000. Basi akawa amenitumia kampa yule mama ile 70,000 lakini ile hela ilinichachafya kinoma yani. Yani unaambiwa usile hela ya nini? Hela ada. Hatari sana hela ada. Bwana